Novemba 5 mwaka 2025, Marekani ilifanya jaribio la Minuteman III, kombora la kati la mabara ICBM lisilo na mizinga ya nyuklia kutoka ngome ya Vandenberg Space Force Base, California nchini Marekani. Jaribio hili lililenga kuthibitisha ufanisi wa mfumo, usahihi wa kulenga na utayari wa nguzo ya ardhi ya silaha za nyuklia. Kombora hilo lilifika eneo la jaribio la Kwajalein Atoll katika bahari ya Pasifiki likiwa na safu ya umbali wa takribani maili 4200 na kutoa data muhimu kwa wahandisi wa Marekani katika tathmini ya utendaji wa sensa mbalimbali za telemetry. Lengo la jaribio hili si tu kuthibitisha ufanisi wa kiufundi, bali pia kutumia ishara ya mkakati wa wapinzani wa kimataifa. Ingawa kombora halikubeba silaha yoyote ya nyuklia, uwepo wake katika mpango wa majaribio unasisitiza utayari wa Marekani kudumisha uwezo wa kukabiliana na tishio lolote la nyuklia. Hii ni sehemu ya ratiba ya kawaida ya jaribio la Minuteman III, mfumo ambao umeendelea kutumika tangu miaka ya 1970 kupitia mabadiliko ya mara kwa mara ya urefu wa maisha. Jaribio hili limekuja katika muktadha wa kimataifa unaozidi kuzingatia ushindani wa nyuklia, huku ripoti zikionyesha mwito wa viongozi wa Marekani kurejesha vipimo vya nyuklia vya moja kwa moja baada ya kuchelewa kwa miongo kadhaa. Hii imesababisha mjadala juu ya usalama wa kimataifa, sera za udhibiti wa silaha na umuhimu wa kudumisha nguzo imara ya silaha za ardhini za nyuklia. Mfumo wa Minuteman unatarajiwa kubaki katika operesheni hadi mwishoni mwa mwaka 2040 au mwaka 2050 kutokana na ucheleweshaji wa mradi wa kuchukua nafasi yake. Kwa upande wa athari, jaribio la Minuteman linaashiria wazi kuwa Marekani inaendelea kudumisha uwezo wake wa nyuklia, kuhakikisha kuwa silaha zake za ardhini zinaendelea kuwa tayari kwa kesi ya dharura. Ingawa halikuwa uzinduzi wa vita vya nyuklia, ujumbe wa kimkakati ni mkubwa, ukiashiria udhibiti, utayari na kuendeleza nafasi ya Marekani katika hifadhi ya silaha za kimataifa. Hatimaye jaribio hili limeimarisha hali ya usalama na utayari, huku likiweka msingi wa maamuzi ya kisiasa na kiusalama kwa miaka ijayo.